Samia Suluhu amgeuka rafiki yake Jakaya Mrisho Kikwete na kusema kwamba uongozi wake haukuwa mzuri. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, serikali imekiri hadharani jambo ambalo kwa miaka mingi lilizungumzwa kwa sauti ya chini, kwamba dhahabu yote iliyochimbwa nchini iliuzwa bila taifa kwa na hata gramu moja kama akiba ya kimkakati. Kauli hiyo ilitolewa Februari 3 mwaka 2026 na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa katika mazungumzo ya redio Dodoma, na haikuwa taarifa ya kawaida ya mafanikio ya serikali, bali ilikuwa kukiri kwa kuchelewa kwa kosa la kimfumo lilodumu kwa miongo kadhaa, wakati rasilimali muhimu zaidi ya taifa ikipita mikononi mwa wachache na masoko ya nje bila mpango wa kulinda maslahi ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa maneno mengine, Msigwa alionyesha dhahiri kuwa Jakaya Mrisho Kikwete, John Pombe Magufuli au wote na viongozi wengine wa nyuma hawakuwa viongozi ambao walijali maslahi ya watu, na kwamba walikuwa na uongozi mbaya. Tamko hilo lilifungua ukurasa mzito wa mjadala wa kitaifa kuhusu nani alifaidika, nani alipoteza, na kwa nini alichukua ama ilichukua hadi awamu ya 6 ndipo serikali ianze kufanya kile ambacho mataifa mengi yenye rasilimali za madini hufanya kama msingi wa usalama wa kiuchumi. Kwa kueleza kuwa Tanzania haikuwahi kuwa na utaratibu wa kuhifadhi dhahabu kama akiba kabla ya uongozi wa sasa, Msigwa aliweka wazi picha ya taifa lilokuwa linachimba utajiri wake, huku likiacha milango wazi kwa misukosuko ya kiuchumi ya kimataifa. Katika mazingira ya uchumi wa dunia unaotikiswa na vita, migogoro ya kibiashara na kuyumba kwa sarafu, dhahabu imeendelea kuwa nguzo ya usalama wa kifedha kwa benki kuu nyingi. Mataifa hutumia dhahabu kama kinga dhidi ya mfumuko wa bei, kushuka kwa thamani ya sarafu na utegemezi mkubwa wa dola ya Marekani. Tanzania, licha ya kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika, ilibaki kuwa muuzaji tu wa malighafi bila mkakati wa kujilinda. Hili ndilo pengo ambalo sasa serikali ya awamu ya 6 inadai kuliziba kwa kuanza kununua dhahabu kupitia Benki Kuu ya Tanzania na kuiweka kama sehemu ya akiba ya fedha za kigeni. Hata hivyo, nyuma ya simulizi hili la mwanzo mpya kuna maswali mazito ya kisiasa na kihistoria ambayo hayawezi kufunikwa na lugha ya mafanikio. Tanzania imekuwa na sekta ya madini iliyojaa malalamiko tangu miaka 1990, na wakati wa mageuzi ya kiuchumi na ufunguzi wa milango kwa wawekezaji wa kigeni, mikataba mingi ya madini ilisainiwa katika mazingira ya usiri na mapato halisi ya taifa yakabaki kuwa siri kwa umma. Ripoti mbalimbali za kamati za bunge na mijadala ya kitaifa zimewahi kuonyesha namna nchi ilivyopata gawio dogo ukilinganisha na thamani ya dhahabu iliyokuwa ikitoka ardhini. Kauli ya Msigwa kwamba dhahabu si rasilimali ya kawaida bali ni nguzo ya uchumi inakuja kuchelewa katika historia ambayo tayari imeshuhudia upotevu wa mapato, migogoro na kampuni za madini, na lawama za muda mrefu kuhusu udhibiti hafifu wa utoroshwaji wa dhahabu. Serikali imekuwa ikitangaza mara kwa mara hatua za kudhibiti magendo, lakini taarifa za dhahabu inayovushwa kuenda nchi mbalimbali au masoko ya mbali zimekuwa zikiibuka tena na tena, zikionyesha mapengo kati ya mifumo ya usimamizi. Awamu ya 6 imejijenga katika simulizi la kurekebisha makosa ya nyuma ambayo yalitekelezwa na viongozi waliopita kama Jakaya Kikwete, John Pombe Magufuli na wengine, na kuanza kuhifadhi dhahabu kama akiba ya taifa, na ni sehemu ya simulizi hilo. Lakini katika uandishi wa kihabari wenye mtazamo wa uwajibikaji, swali si tu ni nini kinafanyika sasa, bali ni nini hakikufanyika mapema, na nani alipaswa kulinda maslahi ya taifa wakati dhahabu ikiuzwa yote. Kukiri kuwa hapakuwa na utaratibu wa hatua ya kwanza, lakini bila uwazi wa kina kuhusu kiasi kilichopotea, basi mikataba iliyohusika na waliokuwa na mamlaka ya kufanya maamuzi, kukiri huko kunabaki kuwa taarifa ya kisiasa zaidi kuliko mageuzi ya kimuundo.
Serikali imeeleza kuwa kuboresha sera na sheria za madini, ikiwapa nafasi wachimbaji wadogo na kuongeza uwazi katika mikataba. Haya ni maneno ambayo yamesikika katika vipindi tofauti vya uongozi. Changamoto ya msingi imekuwa utekelezaji na ufuatiliaji, na wachimbaji wadogo wamekuwa wakilalamikia mifumo ya leseni, kodi na ushindani usio sawa na makampuni makubwa. Na bila mfumo thabiti wa usimamizi wa takwimu wazi za uamuzi na uhifadhi wa dhahabu na Benki Kuu, ahadi ya manufaa mapana ya taifa inaweza kubaki kuwa nadharia nzuri isiyoonekana katika maisha ya wananchi. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, mijadala kuhusu rasilimali na akiba ya kimkakati imekuwa ikiongezeka, na nchi jirani zimeanza kuangalia upya namna zinavyosimamia madini, mafuta na gesi, huku mashirika ya kikanda ya kimataifa yakisisitiza uwazi na uwajibikaji kama msingi wa maendeleo endelevu. Tanzania, kama taifa lenye historia ya kujenga misingi ya ujamaa na usawa, inakabiliwa na mtihani wa kulinganisha kauli na vitendo. Kuanzisha akiba ya dhahabu ni hatua moja, lakini bila mifumo ya uwazi inayoruhusu umma kufahamu kiasi kinachonunuliwa, thamani yake na athari zake kwa uchumi, hatua hiyo inaweza kuonekana kama mali ya taasisi chache badala ya rasilimali ya wananchi. Kauli ya Msigwa pia imefungua mjadala mpana kuhusu nafasi ya Benki Kuu ya Tanzania katika siasa za uchumi. BOT inapaswa kuwa taasisi huru iliyolinda uthabiti wa fedha, lakini historia ya nchi inaonyesha nyakati ambapo taasisi zimejikuta zikifanya kazi chini ya shinikizo la kisiasa. Kuifanya dhahabu kuwa sehemu ya akiba ya fedha za kigeni kunahitaji uamuzi wa kitaalamu na si kwa kisiasa, ili kuhakikisha kuwa lengo la kuimarisha shilingi na kulinda uchumi haligeuki kuwa mradi wa kisifa cha kisiasa. Kwa Watanzania wengi, taarifa hii imekuja wakati ambapo gharama za maisha zinaongezeka, ajira ni haba na imani kwa mifumo ya uwajibikaji bado ni dhaifu. Katika mazingira haya, tangazo la akiba ya dhahabu linaweza kuonekana kwa mbali na maisha na ya kila siku, na ikiwa halitaambatana na uwazi na manufaa yanayoonekana. Historia ya rasilimali barani Afrika imejaa mifano ya nchi tajiri kwa madini lakini maskini kwa wananchi, kutokana na uongozi dhaifu na mifumo ya uwajibikaji isiyofanya kazi. Mwisho wa mjadala huu hauko katika kauli za redioni au taarifa za serikali, bali katika mustakabali wa namna Tanzania itakavyoshughulikia ukweli wake. Kukiri kwamba kwa miaka yote taifa halikuwa na akiba ya dhahabu ni kukiri kwamba kulikuwa na uzembe wa kimfumo, haswa kutoka kwa viongozi waliopita kama Jakaya Mrisho Kikwete. Na bila kuchukua hatua za kina za kuwajibisha mifumo, kuimarisha taasisi na kutoa taarifa wazi kwa umma, hatari ni kurudia makosa yale yale kwa sura mpya. Na ukimya wa wananchi na vyombo vya uwajibikaji unaweza kuruhusu simulizi la mafanikio kufunika historia ya upotevu. Hatima ya Tanzania itategemea kama akiba ya dhahabu itakuwa alama ya kujifunza kutokana na makosa, au itabaki kuwa kadi ya kisiasa inayotumiwa kuhalalisha madaraka bila uwajibikaji. Na taifa linapochagua kutazama mbele bila kuchambua kwa ujasiri yaliyopita, linaweka msingi wa migogoro ya baadaye. Lakini lilikubali ukweli, na hata kama inauma, lina nafasi ya kujenga uchumi imara unaoheshimu rasilimali zake na watu wake. Na kutochukua hatua sasa sio ya kupoteza dhahabu ardhini, bali ni kupoteza imani ya kizazi kijacho katika wazo la taifa linalojisimamia kwa haki na uwazi. Ni hayo tuliokuandalia kwa sasa, hadi wakati mwingine sana, wakati kama leo kwenye kanda nyingine. Zidi kuwa nasi na kindly subscribe.